Ukubwa wa chumba cha kulala. Nazungumzia vipimo vya chumba cha kulala. Je, unajua chumba cha kulala standard kinatakiwa kiwe na ukubwa gani? Chumba cha kulala ninachokizungumzia hapa ni chumba cha kulala cha kawaida na sio chumba kikuu, yaani sizungumzii master bedroom. Zingatia hili, hata wewe mtaalamu wa kuchora ramani, inakuhusu kwenye ujenzi. Kila kitu kinaenda kwa vipimo. Hata chumba cha kulala cha kawaida kina kipimo chake. Ukubwa unaofaa kwenye chumba cha kulala cha kawaida ni mita 3 kwa mita 3. Ni sawa na futi 10 kwa futi 10 kila upande. Si lazima chumba kiwe cha mraba. Unaweza kujenga mstatili wa futi 10 na futi 12. Unaweza kujenga kwa ukubwa upendao wewe, ila kima cha chini kisiwe chini ya futi 10. Kima cha chini kisiwe futi 10. Unaweza kaweka futi 10 kwa 12, futi 12 kwa 14, futi 13 kwa 11, futi 12 kwa 11, vyovyote vile unavyohitaji wewe. Kama eneo lako lina ruhusu na una uwezo, jenga vyumba vikubwa zaidi. Jenga chumba cha futi 10 kwa futi 10, ili ukiweka kitanda cha futi 6 kwa futi 6 inabaki nafasi ya futi 4 kwa futi 10 kila upande. Nafasi hiyo unaweza kuitumia kwa kuweka kabati dogo au matumizi mengine yatakayohitajika kwa ajili yako. Ukijenga chumba kidogo, unaweza kukosa sehemu ya kuweka mabegi yako ya nguo, utalazimika kuweka kitandani. Ndio hivyo sasa, ukitaka kulala inabidi uyatoe mabegi, uyaweke chini unaposimama. Ukiamka maana una sehemu ya kusimama, na chukue mabegi yako uyaweke juu kitandani. Hiyo ndio itakuwa ni kazi yako kwa miaka yote utakayokuwa unaishi kwenye hicho chumba, endapo kitakuwa chumba ni kidogo. Endapo katakuwa kachumba ni kadogo. Pia ikiwa uwanja wako ni mdogo, hakuna njia nyingine. Hapo hakuna namna. Ni lazima ujenge chumba chenye ukubwa wa chini ya futi 10 kwa futi 10 ili uendane na uwanja wako. Kwa kuwa hauna njia nyingine, basi jenga kulingana na uwezo wako. Kwa sababu kama uwanja wako ulionao ni mdogo na hakuna uwezekano wa kutanua kupata nafasi nyingine ya kujitosha ili uweze kujenga nyumba yako, basi hiyo haina namna. Itabidi ujenge hiyo nyumba ndogo na vyumba vitakuwa vidogo kulingana na uwanja wako. Kuhusiana na hilo kweli hauna namna. La, zingatia kipimo kidogo kabisa kwenye vyumba vya kulala kisiwe chini ya futi 10 kwa futi 10. Tukienda kwa wataalamu wa sentimita, wanasema sentimita 300 kwa sentimita 300. Mainjinia wao wanakwenda kwa milimita, wanaita milimita 3000 kwa milimita 3000, ila wengi wao tumezoea mita 3 kwa mita 3, na wengi tunajua zaidi futi, basi tunaita futi 10 kwa futi 10. Kisiwe chini ya hapo, ila kinaweza kuwa zaidi ya hapo. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Kwa elimu zaidi, endelea kufuatilia YouTube hii ya Mjenzi wa Nyumba. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Asante sana kwa kunisikiliza.